Shalom watu wa Mungu, ninawasalimu sana katika jina la Yesu. Mungu awabariki sana wote ambao mnanitazama, ambao mnanifuatilia kwa namna moja ama nyingine. Ndugu zangu, katika dunia tunayoishi, ninapenda kuzungumzia kwa habari ya Wakristo. Wakristo, Mungu ametuita kwa ajili ya kuhubiri Injili. Mungu ametuita kwa ajili ya kuambia watu dhambi zao na makosa yao. Kwa hiyo Wakristo, kama Mungu amekuita kwa ajili ya kuhubiri Injili, ni lazima ubezi na kusimama katika lile kusudi la Mungu alilokuitia. Mungu alipokuja ulimwenguni hakuja kwa ajili ya siasa. Mungu hakuja kwa ajili ya kushabikia mipira na vitu vyote. Mungu alichokuja duniani ni kuambia watu makosa yao. Watu waache dhambi. Watu waache vitu visivyompendeza Mungu. Sasa Wakristo wengi wanajikita sana kwenye mambo yasiyokuwa na maana katika ufalme wa Mungu. Mungu amekuita kwa ajili ya kuhubiri Injili na kuambia watu habari za ufalme wa Mungu. Ndio maana Yesu alipokuja alisema watu, aliwaambia watu kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa hiyo maisha tunayoishi kama wanadamu, tumeitwa na Mungu kwa ajili ya kuhubiri Injili. Siasa na vitu vingine sio sehemu yetu. Sisi watu ambao tumeokoka, sisi watu ambao tunamwamini Mungu, sisi tumeitwa kwa ajili ya kuhubiri neno la Mungu. Kwa hiyo nikushauri ndugu yangu, wewe Mkristo ambaye umeokoka na unaenda kanisani, jukumu lako ulilopewa na Mungu ni kwa ajili la kuhubiri Injili. Ni kwa ajili ya kuambia watu habari njema za ufalme wa Mungu. Kwa hiyo usijikite kwenye mambo ambayo hayana faida na maana yoyote. Ndio maana Mungu alisema kwamba ya Kaisari mpe Kaisari na Mungu ya Mungu mpe Mungu mwenyewe. Kwa hiyo yale ya Mungu lazima umpe Mungu mwenyewe. Yale ya dunia ni lazima uyaache kama yalivyo, kama umeamua kujikita katika wokovu, katika hii safari ya kwenda mbinguni. Ushauri wangu utakusaidia pale ambapo utachukua uamuzi sahihi. Pale utakapochukua uamuzi wa kuishi katika mapenzi ya Mungu, basi wewe, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Nikushauri, hata kama umesoma Biblia sana, hata kama unajua mambo mengi, umezidi vitu vingi, lakini ushauri huu utakusaidia pale ambapo utachukua hatua na maamuzi. Yesu anasema msifuatishe namna ya dunia hii. Vitu vya dunia vinafahamika visivyompendeza Mungu. Kwa hiyo jukumu lako kama Mkristo, jukumu lako kama mchungaji ni kuhubiri habari njema za Yesu Kristo, na si kujichanganya na vitu visivyopendeza Mungu. Mungu amekuita kwa ajili ya kuchunga watu, kwa ajili ya kuhubiria watu dhambi zao na makosa yao, lakini sio kujikita kwenye vitu ambavyo havina maana, havina msingi. Wewe ni kuhani wa Mungu uliochaguliwa na Mungu kwa ajili ya kuongoza watu ambao wako kwenye wokovu. Mungu awasaidie sana katika jambo hili, na neema ya Bwana iwe pamoja nanyi. Amen.